Jamani, ile kesi ya yule mama ambaye alikuwa yupo nchi za Kiarabu, kwa yuko Dubai, alikuwa ameenda kufanya kazi za ndani, baadaye akaanza kumdai mume wake talaka, mara ghafla akamleta baba akidai kwamba ndio baba wa mtoto wake wa kwanza, sababu mume wake alikuwa amezaa naye watoto wawili, kama mnakumbuka vizuri hiyo issue. Nimeitoa juzi tu hapa. Sasa imepata muendelezo kwa sababu familia baada ya baba baba, yani baba mzazi, yani mume, kuambia kwamba huyo mtoto sio wa kwake, mtoto ni wa Joni. Kwa hiyo baba hakubisha, akasema sawa, japo kitu ambacho kilimuuma na kinamsumbua mpaka dakika hii kinamsumbua. Kwa hiyo akasema sawa, kama mtoto mimi wangu, lakini ilipofidia ilikuwa ni serikali za mitaa, ambapo mume alipoambiwa kwamba huyo Joni alipoambiwa kwamba sasa ulipe fidia ili uweze kumkomboa mtoto wako milioni 15, yule Joni akasema yeye hana uwezo wa kutoa milioni ngapi? Milioni 5. Akaamba basi toa, akadai kwamba ana milioni 1, kitu ambacho pale serikali ya mtaa ikamwambia kwamba haiwezekani, ni lazima ulipe hiyo hela basi ukabidhiwe mwanao. Kwa hiyo huku na huku, kwa sababu watu walikuwa wamepanic ile siku hiyo, upande huku wa huyu baba ambaye ndio mume walikuwa wamepanic, lakini pia upande huo wa huyo Joni aliambiwa kwamba ndo mtoto wake, na wenyewe walikuwa wamepanic. Yani kiukweli pale serikali ya mtaa maelewano hayakuwa yamekwenda vizuri. Kwa hiyo badala yake jambo likawa limepelekwa kwenye ofisi ya kata kwa mtendaji, ambako kesi ilizungumzwa Jumatatu juzi, ambapo tena zilikutana tena familia zote mbili, yani mume pamoja na ndugu zake, lakini ndugu wa mke, maana mke yuko nje ya nchi, pamoja na huyo Joni. Wakawa sasa wamekutana hapa kwa ajili ya maelewano kwamba inakuaje kuhusiana na fidia, ili waweze kulipa fidia, yule bwana aweze kumchukua huyo mtoto wake, kwa sababu mama kahakikisha, yani mke ambaye yuko anafanya kazi kwa nchi za Kiarabu, amehakikisha kwamba yule mtoto ni wa Joni, sio wa mume wake, na amemuomba mume wake msamaha, mume wangu naomba nisamehe, lakini mtoto sio wa kwako, huyo mtoto ni wa Joni. Sasa mambo yalivyokuwa hapo katika ofisi ya mtendaji, wakati sasa ndio maelewano yanafanyika kwamba huyo baba mlezi ambaye alikuwa akikaa na huyo mtoto siku zote, ambaye alikuwa akijua ni mwanae, kwa sababu anasema mwenyewe amempa jina la mama yake mzazi, mtoto anaitwa Maya, yani jina la mama yake mzazi, na huyo mume ambaye ameambia kwamba sio mtoto wake. Umeona, anasema mwenyewe binti yake alikuwa anampenda, binti yake amemlea mpaka sasa hivi kameshakuwa kubwa kabinti, ndio ghafla tena mke anamwambia wewe mtoto sio wa kwako. Mimi mama mtu mwenyewe aliniambia live, mke wangu aliniambia bwana, huyo mtoto sio wa kwako, huyo mtoto ni wa mtu fulani. Kahakikisha yeye mwenyewe, tuliongea katika video call na yeye mwenyewe amehakikisha bwana, huyo mtoto sio wa kwako, huyo ni mtoto wa Joni. Nikasema pale nikajisikia vibaya, nikaanza kujibota kwenye ukuta nini, nikajisikia vibaya huko na huku. Katokea pale tafulani, kwa ulivyotokea pale tafulani huku na huku, maana yake tulitafulana kweli, maana yake ugomvi ulikuwa mkubwa mpaka jioni. Lakini mwisho wa siku tukakaa chini, akaja baba yao akaitwa, akaja na mjumbe, tukawekwa chini pale, tukaongea huku na huku, tukaenda serikali za mtaa, kweli huku na huku tukakubaliana. Na kukubaliana, mzee mwenzangu yule naye akasema bwana, kuna mimi gharama nitazilipa za huyo mtoto. Tukamwambia basi hizo gharama tupe milioni 15, fidia yetu hiyo imeisha. Akasema mimi hiyo fidia hiyo siwezi kutoa ila hiyo. Tukamwambia basi, mwenyekiti akamuuliza basi umefikia wapi wewe mwenyewe kima chako? Akasema mimi kima changu kimefikia milioni 5, nitatoa milioni 5. Tukamwambia sawa, utatoa milioni 5, lakini huko na huko baadaye akaigeuka akasema bwana, hela hiyo hakuna. Mama akasema hela hiyo hatuna, kwa hiyo kuna milioni 1, kwa hiyo nyingine we kama maandishi. Huko na huko tukarudi tukaikataa hiyo kesi, tukasema haiwezekani, bora twende mbele. Tukaja huko kwa mtendaji sasa ili tujue muafaka unaendeleaje. Kwa leo nini kimeamuliwa? Kwa hiyo hapo kilichoamuliwa ni wewe mwenyewe amekiri sawa, atalipa. Atalipa iko kiasi milioni 5, nimeshakubali atalipa. Na kulipa kwake atalipa kiawamu. Ataanza kulipa wiki hii inayokuja, atalipa kiasi fulani. Mwezi unaokuja, mwezi wa 8 atamalizia kiasi fulani, na mpaka mwezi wa 12 atamalizia kiasi chote. Mtoto bado atabakia kule kwa mama yake mkubwa. Mtoto atabakia kule kwa mama yake mkubwa mpaka
deni litapomalizika mwezi wa 12 mwaka 2025 tamalizika hilo deni, basi atamchukua mtoto wake. Haya, mke wangu nimewasiliana naye, ni kuniomba tu msamaha bwana, nimekosa kwa sababu siwezi kukaa na kinyongo, nimeamua bora nitoe tu kinyongo yangu, ni bora niongee kwa sababu nilikuwa najisikia vibaya. Kwa maana nimeamua bora niongee. Kwa hiyo yote na yote, mume wangu naomba unisamehe, nimekosa, lakini bado tuna mtoto huyo hapo, ni anaitwa Jumaa, ni mtoto wetu. Au mengine tumwachie Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo anatarajiwa kurudi mpaka mwaka 2026. Mwezi wa 4 mwakani, mwaka 2026. Naona Mungu akijalia, naona atakuwa amesharudi. Kwa hiyo yani imeniuma sana mpaka najisikia vibaya. Yani siwezi hata kula. Yani kula kwangu ni kwa shida yani. Na kama hivi labda nikikaa peke yangu hivi, bora nikae na watu kidogo, naweza nikajisikia kidogo kama changamfu. Lakini kama ndio nikikaa peke yangu hivi najisikia vibaya sana, tena vibaya mno. Sometimes naamua natoka hivi, bora niende hata kwa washikaji zangu nikakae nikapiga zangu story ili kidogo hata mawazo kidogo yanitoke. Lakini nikishatoka kule sasa, nikisharudi nyumbani naanza sasa kukumbuka, na sana namkumbuka yule mwanangu nimeishi naye, na nampenda sana. Yani mpaka hivi ninavyoongea na bado naendelea kumpenda tena sana. Sasa ulikuwa unamfulia mwenyewe mwanangu? Tena nilikuwa namfulia vibaya mno mpaka hii leo. Yani mpaka kesho hii natamani. Yani natamani mpaka hii kesho, japokuwa hata kama kuna mtafaruku, naomba kama ana uwezo bado niendelee hata kumfulia. Kwa sababu bado yupo moyoni mwangu na aweze kunitoka. Mtoto bado sijasalimiana naye, lakini kidogo leo nimemwona changamoto kidogo nimekuwa kidogo, alhamdulillah. Kidogo. Lakini labda tuangalie, kwa sababu leo na mambo haya kama kidogo mtafaruku kidogo umetulia. Kidogo hata na wale mama zake mkubwa naona walikuwa kama wana wasiwasi kwangu mimi kwa ule mtoto. Lakini mimi nilikuwa sina ubaya na yule mtoto. Nilikuwa na shauri na vijana wenzangu wawe makini vile. Wawe makini. Mimi mwenyewe kwa sababu nimeshapata funzo hili. Kwa hiyo inabidi mimi mwenyewe sasa hivi nikae kiakili, kwa sababu hata nikipata mtu inabidi kwanza tujue mlolongo wake unakuwa vipi. Mimi yule nilifunga naye ndoa, lakini kabla tujafunga ndoa tulianza mambo ya uchumba huku na huku. Yeye mwenyewe aliniambia, bwana mimi nina mimba yako. Basi na mimi nilifurahi, nikamchukua, nikampigia mamangu mkubwa simu, nikamwambia, bwana mama mkubwa, bwana nimepata hapa mtu lakini ana mimba yangu. Kweli nilifurahi, nikamuita jina la mamangu, bwana wewe huyu mtoto akizaliwa atakuwa Maya, kwa sababu nilikuwa namuomba kila siku Mwenyezi Mungu nipe mtoto wa kike. Kila siku ya Mungu nilikuwa namuomba mtoto wa kike. Na kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, kweli dua alilisikia na kweli amenipa kweli mtoto wa kike. Na kweli kunipa mtoto wa kike nilikuwa nampenda sana. Tena sana. Nimempa jina la mama yangu. Yani nilimpenda kiukweli. Yani mpaka sasa hivi yenyewe, yani kama kuna uwezekano, yani naomba tani niongee tena mama zake wakubwa ama nani, bado niendelea hata kumfulia ule mtoto. Bado natamani yani. Nampenda sana yule mtoto kweli dada yangu. Yani mpaka sasa hivi yenyewe, japokuwa ndio kuna makubaliano haya, lakini roho yangu bado inaniuma. Bado roho yangu inaniuma. Yani na vile ninavyomuona vile, yani namuona kama anapokwenda kule kama anaenda kupotea yani. Lakini ndio hivyo, ndio imetokea dada yangu. Ishapoa dada yangu. Lakini mwisho wa siku, kwa sababu ukweli ulikuwa umesimama, ikabidi wakubaliane familia hizo. Na hapa mama ambaye ni bibi wa mtoto anazungumza kwamba mambo yameshaisha. Tulipopelekwa kata, basi wakaongea kata pale, tukawafikiana. Tulipoafikiana wakatuambia atamlipa hela yake kiasi fulani, mwezi fulani na mwezi fulani na mwezi fulani utamaliziana. Basi sisi tena wazazi na mkata pale tulipoambiwa mkubali tu wazazi, msiseme hivi sijui maneno mchungu mzima. Haya tena mkubaliane mtoto akae kwa usalama. Kwambia sisi hatuna kinyongo. Sisi mtoto kashachukuliwa na mtoto sio wa kwetu. Sisi hatuna kinyongo. Kinyongo chetu kishakwisha. Sisi tunataka amani tu na shangwe na furaha.
Tulivyoona leo tofauti na ile juzi. Juzi ile tulikuwa tuna pressure sana, lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katushusha chini. Na wale waliokuja walikuwa na muukali sasa, lakini leo wamejishusha na wao wote. Kuanzia mama zao mpaka na huyo baba wote wamejishusha. Sisi sio ndugu wote, baba moja mama moja. Hata hivyo mkifanya sijui mfanyaje, tumetoka mbali sisi. Yote kataka Mwajuma haya, sisi hatukuyataka. Sisi katuona sisi ndugu zake kaona si watu, lakini Mwajuma huyo ndo kayataka. Baba yake akuja hapa, mama yake akuja, lakini sisi ndo tumekuja hapa kwa wale dada zake. Sisi dada zake tumekuja kwa sababu yake yeye yuko mbali, lakini angekuepo mwenyewe wali tusingenyanyua mguu wetu kuja kumsikiliza mambo yake aliyofanya. Yeye kakili yule baba akasema kweli mimi mambo yote ka mama Maya ndio alinipigia simu mtoto wako uje kumchukua, lakini mimi tena nilikuwa siyataki tena. Kama anatokea haya mimi singeyataka tena. Lakini yeye mwenyewe tena ndo alikuwa ananipigia simu, kila wakati ananipigia simu, chukua mtoto wako, chukua mtoto wako. Mimi nina watoto zangu 3. Mtoto mmoja ana miaka 7, mmoja na miaka 3, mmoja ana miezi 5. Bwana John huyo ndo anaongea. Mimi na watoto zangu. Ningejua kama atafikia haya singekuja. Ningejua angetokea haya singekuja. Hata mimi mwenyewe Salehe pia moyo wangu unaniuma. Kama alivuma yeye Salehe na mimi pia moyo wangu ungeniuma. Lakini tushaelewana na mzazi mwenzangu. Basi John huyo mwafaka umepatikana. Kama mwafaka umepatikana, tunamshukuru kwa hilo kwanza Mwenyezi Mungu, tunamshukuru tofauti. Maana uongeaji niliongea siku niliongea kwa jazba. Ila leo namshukuru Mwenyezi Mungu, jazba sina. Mwafaka umepatikana. Mpaka wale madada za watu, yani hakuna kitu ambacho kimenifurahisha kama wenyewe kwa wenyewe wanasutana. Mimi nilikwambia wewe, sijui kitu gani wewe umeataka. Wewe ndio ulikubali matokeo. Sijui nini kama wao walikuwa wanampenda, kwa nini wasingempa kazi wakati wenyewe hela wanazo. Lakini wamemtokomeza, wamempeleka huko, wenyewe kwa wenyewe tunawasikiliza. Sisi tumetulia kimya. Alokuwa Dubai tena kashakuwa mbaya. Mpaka dakika mwisho tunamwambia muweke loudspeaker, tunataka tuje na huyu mtoto huyu wa kwetu au sio wa kwetu. Jamani tukiweka loudspeaker tutamuua kabisa, maana huyu mtu yuko hospitali. Yuko hospitali mna uhakika. Ngoja tukuonesheni, tumeoneshewa shogangu kwenye mtandao kweli. Huyu wa Dubai shogangu ana drip mkononi. Huyo mko wetu aliyekuwa mko wetu. Dada ana drip mkononi. Pressure baada kwa baba huyu amesema kapata pressure kwa sababu gani? Eti kamwambia baba watoto wake kama yeye ana demu mwingine hana habari naye, naona ndo hapa alipodondoka pressure. Bibi kachukuliwa kapelekwa hospitali na mabosi zake. Kweli maisha tuitegemea atakuja hapa mambo vizuri, kumbe kazi zilizokuja kumtokea anapata mapresha bado. Kaya bananga dada, tena kaya bananga ninavyokuambia Gewa, kaya bananga. Siji hata anapokaa anajiuliza naanzaje na yamaliziaje, kwa sababu mambo yashakuwa mazito. Kama ni chai ya moto inabidi apoleze tu na mdomo. Akisema poleza na kikombe sio chai, hayo maji. Kwa hiyo ndio hivyo. Bwana John nakwambia leo kaongea kajishaua vya kutosha. Tumemwangalia tu mwezi ule msukuma. Maana hata Kiswahili vizuri akiwezi shogangu. Hakuna cha ajabu kama mjukuu wangu kwamba anaenda kufuga nguruwe na bibi yake. Hapo ndo kaniacha hoyo. Na maana bwana mwenyewe anasema una nguruwe kama wote. Kwa hiyo mtoto anataka chukula kamsaidia bibi yake kuakosha nguruwe. Mtoto wa Kiislamu anaenda kutengeneza nguruwe. Kweli shogangu inahusu. Itabidi aolewe na huyu bwana. Japokuwa bwana akasema mimi siwezi kumuoa kwa sababu nina mke wangu na watoto 3. Kwa hiyo mimi siwezi kumuoa. Huyo kama mwanamke tu mimi nitachukua mwanangu. Shoga yangu kaacha ndoa yake. Kumbe bwana ana mke wake anasema uwezo wa kumuoa yeye hana na mkewe nyumbani. Kwa maana anachotaka bwana achukue mtoto wake atafikia wapi? Na ndugu zake hapa washasema katajua mwenyewe wapi kwa kwenda. Leo wenyewe kwa nyewe shoga yangu anasutana. Uone kama balaa hilo. Mwanamke mwenzetu tumejua ndo kutafuta miela aje kuturusha roho. Kumbe amna lolote, alivyotuacha ndio mambo yamebadilika shoga yangu. Tena hataki nitizama soma makidawa yule. Sijui unanielewa? Sasa hivi na ari yangu na azi yangu shoga yangu na mapesa yangu kama yote. Kazi yangu MC, mimi naitwa MC Kibajaji. Popote mtu anaponiona mimi ndio MC Kibajaji. Sasa sijui atakuja kuitwa nani mtaani. Sababu kashavuruga. Hivi tunavyosema mwanetu anampenda kwa sababu message anazozituma mwanetu lazima atuonyeshe tunaziona. Mke wake atuonyeshe. Anatuma message kila kukacha. Anamwambia tu mume wangu mimi nakupenda, kama mpaka message ya mwisho akamwambia mimi siwezi kuwa na mke kama wewe kwa sababu mwanetu sasa hivi ana mke anataka kuoa kwa hospitali. Mimi nimemaliza lakini ninamwambia akija ajifunze. Leo katufanyia sie, kesho na kesho kutwa tutawafanyia wengine shoga yangu watu watamkata kichwa. Hakuna atakayeweza kubali. Sisi Waislamu tunaijua dini na tunajua Mungu ni nani. Ila yeye asomjua Mungu nani? Kalopoka tu. Yamemshinda. Leo kwa hospitali madripu tele na uso. Wakati tutegemea aje hapa na miela yake aje kujinani kuja kutulingishia, lakini hamna lolote. Mtoto wa mjini abwati bwana. Mtoto wa mjini anaongea polepole. Mtoto wa mjini anayavumilia mwenyewe, lakini wapi?
Kachemka. Mtoto mjini hapa kifuani, shoga yangu anayakumbatia. Tena anayaita I love you. Leo mtoto wa kijiji mjini anabwata. Sio kwa leo, sio mtoto wa mjini. Kachelewa dada. Tena kachelewa. Anajuta na ataendelea kujuta kwa sababu ndugu zake leo anasema atakaporudi hatutaki asikie kwetu. Yule mwingine anasema hai atafikia kwa yaka. Messi, yani wanapishana Kiswahili. Sasa sijui mtoto wa mjini huyu atafikia wapi. Kiukweli ukimwangalia mume anaumia kweli kutokana na mambo yaliyotokea. Achilia mbali kuona kwamba yule mtoto tayari alikuwa na bondi, kuona kwamba kama ni mtoto wake amepokonywa, lakini pia vile vile imekuwa kama fedheha. Imekuwa kama ni aibu kwa sababu mwanamke kiukweli amemvua nguo huyo kaka. Amemvua nguo kabisa. Unajua yani sijui nisemeje, lakini ni kitendo ambacho kiukweli hakipendezi. Yani kwa mimi ushauri wangu ningemshauri tu mama mtoto angenyamaza tu. Angeendelea kukaa kimya kama alivyoamua kukaa kimya. Hata kama ni kitu ambacho yeye kilikuwa kinamsumbua, alikuwa anatamani kusema, basi bora angemwacha mwanae kwanza kuwe, yani awe msichana ambaye wanaweza wakakaa wakapiga story wakaelewana, afu wakaelewa maisha. Afu pengine akaja akamwambia, sikiza nikwambie, yule sio babako mzazi, babako mzazi ni John. Huyu hapa. Akaamua hata kuwakutanisha huko bila huyu baba ambaye ndio baba mlezi ambaye alikuwa amejenga bond bila kuelewa chochote. Lakini kwa sasa hivi kwanza kama anamvuruga mtoto kama haelewi, kwa sababu kwanza hana bond na huyo John. Lakini pia vile vile huyu mume wake yani amemweka kwenye wakati mgumu tu. Yani bora asingemwambia. Yani sijui nisemeje. Sijui, lakini mwingine anaweza kaona kwamba alivyofanya mama ni sawa kumwambia. Kila mtu na mtazamo wake. Mwingine anaweza kaona kwamba poa kumwambia ukweli na nini. Lakini sasa mtoto amemzalia ndani ya ndoa, na kama unavyojua wenyewe watu wa zamani wanakuambia kitanda hakizai haramu. Na kama huyo John basi ndo hivyo, ndo alikuwa baba, ndo mambo tena yamekuwa hivyo. Mimi nashindwa kuzungumza kwa sababu haya mambo mjini ni mengi tu. Watu wengi sana wanakuwa wanafanya vitu kama hivyo, wana watoto ambao watoto wanalelewa kwenye familia zao, familia za waume zao, lakini sio watoto wa mume. Umenielewa Kwa hiyo ndo hivyo, lakini mwisho wa siku kama alivyomwambia mkwewe kwamba mtoto wa mjini habwati, mtoto wa mjini ananyamaza. Habari ndio hiyo. Vilo imeniuma sana kwa sababu wifi yangu nilimpenda sana. Nilimletea paka shule, nimemfanyia shughuli na zawadi nimempa. Leo hii wifi yangu koja kunigeuka kwa sababu iko Dubai. Sijapenda kabisa. Yaani akirudi Mwajuma asifike pale kwetu. Alirudi kwa aende kwa ndugu zake. Yaani kwa kweli sawa ni mke wetu, lakini kitendo alichokifanya hatujalizika. Tunajua yeye mke wetu lakini katuzalilisha. Kama ni wifi yake naitwa Nuru Hamisi Mabuyu. Katuzalilisha. Yaani leo imekuwa sana, serikali za mitaa mpaka leo tuko kata. Lakini kwa ajili yake, lakini sisi tunapokea, lakini bado tunamtaka yeye tukasimame naye mahakamani. Tutakubali kwa sababu sheria imetubana. Mwambie huyo. Basi usiache kutembelea katika YouTube channel yangu ya Habib, lakini pia usiache kusubscribe.